uamuzi wa rasi unabaki pale pale kama ilivyo simba kileleni. Ni kiburi cha namna gani hicho? Watu mnakuwa na viburi vilivyopitiliza kwa sababu ya madaraka. Unawezaje ukamjibu mtu kwa namna hiyo? Haikuwa rahisi kuja. Kwa sababu gani? Tumetengeneza taifa la watu wasioaminiana. Huko nyuma haikuwa hivyo. Hiyo miaka unaosema wakati wewe ni mwalimu wetu kule Dar es Salaam kwa makongamano kama haya, hali haikuwa hivyo. Japokuwa utawala ulikuwa ni huu wa CCM. Sasa ni kwa nini tumefika hapa? Pengine ndicho kinachotukutanisha hapa ili tuweze kupata majibu, na ni vema mkawa tayari kusikiliza, japokuwa natambua msisitizo wako kwamba tunafanya hivyo tukiwa na lengo la kuhakikisha kwamba tunajenga nchi yetu na kuhakikisha kwamba kilichotokea tarehe 29 hakiwezi kutokea tena. Lakini ili kisitokee, lazima tusiwe waongo. Sasa mimi nitajikita kwenye hotuba ya kwako wakati tunafungua na ya mzee Mwananzila. Kwanza nikupongeza, nimefurahi kuona. Nilikuwa nakuona kwenye magazeti, leo nimekuona live. Sasa jambo la kwanza, Mheshimiwa DC, umeanza kwa kuuliza tumetoka wapi? Na mzee Mwananzila akajaribu kuja kukusaidia na mkasaidiana kujenga msingi mzuri sana kwa mtazamo wa kwenu. Lakini mimi nitakuja na mtazamo wangu. Tumetoka wapi? Na haya nayasema kwa sababu bahati tulionayo katika nchi yetu, tangu tupate uhuru ni chama kimoja kimekuwa kitutawala ama kutuongoza. Kwa hiyo kama ni elimu nilionayo, natakiwa kujivuna kwamba nimeipata kutokana na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Na kama inawakera, inatakiwa muivumile kwa sababu ninyi ndio mlioitupa. Sasa tumetoka wapi? Mwaka 1884 kurudi nyuma, sisi wa Afrika ikiwepo Tanganyika na Sumbawanga hapa tulipo, jamii yetu ilikuwa na utawala. Watu wanachagua viongozi wao, wanakubaliana katika eneo fulani mtu fulani anafaa kutuongoza kwa sababu ya sifa zake. 1884-85 wazungu wakakutana Ujerumani kwenye mji wa Berlin, wakaanza kugawa watu wa kuja kututawala. Walikaa Berlin wakachagua nani aende kutawala Tanganyika, nani aende Burundi, nani aende Kongo. Leo tuko katika taifa baada ya miaka mingi kupita. Watu hawawezi kuchagua viongozi wao. Kikundi cha wakoloni ambao ni weusi wanaweza kukaa Dodoma na kwenda kuchagua nani aende kutawala Sumbawanga, nani aende kutawala Arusha. Vikao havifanyiki Berlin tena Ujerumani. Vikao vinafanyika ndani ya Tanganyika ya kwetu, Dodoma. Kipindi kile Bismarck alikuwa anasimamia wazungu wenzake kuja kututawala. Leo Mama Samia anaweza akakaa Dodoma na kikundi cha kamati kuu ya CCM wakaamua nani aende kuwa mbunge Mara. Akushinda uchaguzi wa kura za maoni, anapeleka kura anaenda kuwa mbunge. Hicho ni moja ya huko tuliko kuwa na leo tulipo leo. Ukoloni. Mzee Mwananzila anasema Mwalimu Nyerere alitumia mbinu za kudai uhuru bila kumwaga damu. Mtu mmoja akasema wazee wetu wakati mwingine wanafanya makosa kwa kutulisha matango poli ya historia ya uongo. Wakati Wajerumani wamekuja kutawala baada ya miaka 23, mwaka 1905 mpaka 1907 ilitokea vita ya Majimaji. Wangoni, viongozi wa Ngoni, watu zaidi ya 57 viongozi walipoteza maisha. Watu kati ya 100,000 na 300,000, 180,000 mpaka 300,000 waliuawa katika hayo mapambano ya vita vya Majimaji. Mzee Mwananzila, unawezaje kusema kwamba Tanganyika ilipata uhuru bila kumwaga damu? Hao walikuwa ni ng'ombe? Sio kweli. Walikuwa ni watu, walikuwa ni Watanzania, walikuwa ni Tanganyika. Muda baada ya vita ya Majimaji tumetoka pale. Nyerere anazaliwa baada ya Wajerumani kuja kutawala mwaka 22 akiwa mwaka 30, kabla ya mwaka 38 anaanza kupambana kwa kisa tunapata uhuru. Uhuru tulioupata tujiulize. Mwananzila ameeleza
Uhuru tulioupata ndio huu tunaoishi nao leo. Uhuru mtu anaenda kuhudhuria, kwa sababu mimi naamini haya utafanikiwa kumpelekea na Mheshimiwa Rais kama mwakilishi wake, na ni vizuri ufahamu ni vitu gani viko kwenye mioyo ya watu. Watu wanaenda mahakamani, mnawakamata na jeshi la polisi likiwa na nembo, wakiwa na uniform, na wapeleka polini kwenda kwa vunja miguu. Kitendo ambacho hata wakoloni hawakufanya. Watu wana maumivu ya muda mrefu. Mheshimiwa DC, mwaka 1885 na 84 kuna Watanganyika walikubali kutawaliwa na wazungu, lakini baadaye kilitokea kizazi kikakataa. Hiki ndicho kizazi cha sasa ambacho kimekataa. Chaguo ni moja. Mheshimiwa DC, chaguo ni moja tu. Ni watawala kukubali kubadilika, waendane na wakati uliopo. Kwa sababu gani? Hakuna anayeweza kushindana na ukuta. Huu ni ukuta, huu ni muda. Watu wanataka mabadiliko, hawawezi kuvumilia tena. Wacha nikwambie, mimi tarehe 29, wewe unafahamu mimi sikuwepo. Na sikuwepo kwa sababu nilikuwa sitaki kuwepo. Niliondoka kwa sababu ya kuponyesha roho yangu tu. Wenzangu wanakamatwa. Tangu lini unakamatwa na jeshi la polisi? Siku 7, watu hawajui mahali ulipo. Na kushukuru ulinisaidia japo sikuwepo. Wamekamata watu wetu Msua. Nampigia RPC. Sasa mimi nataka unisaidie tu, uambie cooperation ambayo ipo kati ya ofisi yangu na wewe. Ndo naisema. Mimi nikiwa sipo, wamevamiwa vijana wetu kwa uchonganishi tu wa itikadi. Kwamba ili hapa kuweze kuwa na amani, watu wamepeleka orodha ya vijana wa Chadema kwa sababu itikadi yao kwamba wanapaswa kukamatwa ndio amani itakuwepo. Wanavamiwa watu usiku, wanapelekwa na majeshi na polisi, watu wakiwa na uniform. Siku 7 hakuna mtu anayejua walipo. Nimetumia mbinu zangu zote kujua watu wameshikiliwa kwenye kipindi gani, kwenye kitu gani. Hakuna. Mwisho nikalazimika kujisalimisha kwako, kukumbushia urafiki ambao haukupaswa kwa sababu wewe unafanya kazi ya jamhuri, sio kwa sababu ya urafiki. Ndipo ulipokuja kusaidia baada siku 7 kuja kuleta wale watu. Kwani sheria ndivyo inavyosema. Mwananchi anasema uhuru ni pamoja na kuheshimu katiba na sheria. Dola inaheshimu katiba, inaheshimu sheria. Sheria gani kwenda kumkamata usiku mtu na bado unataka kumwambia mahali alipo? Sasa tunawezaje tukatoka mahali hapa? Mheshimiwa DC, na nyinyi wateule ambao mnamwambia rais, kwanza mna bahati mbaya moja. Hamjui ukweli. Na ndio maana kila mtu akisimama anajichanganya. Wewe unasema Ras pale. Unasema Ras ndiye alianzisha maandamano. Mama wakati anaapishwa anasema watu walitoka nje. Tukuamini wewe, tumwamini mama? Unasema watu wametoka nje. Watu wametoka nje wapi? Watu ni wa hapa. Tutatoka hapa kwa kuwa wa kweli. Tendeni haki. Nilikuja ofisini kwako, unauliza hapo, unasema mimi na wanachama wangapi? Sasa wacha nikupe data. Mwaka 2014 wewe ukiwa upo hapa na mimi nikiwa sipo, hii Sumbawanga hii yenye mitaa 166, Chadema tulishinda mitaa 106. Uongo ukweli? Sasa unasema hiyo Chadema haipo. Kama haipo sutenge mpira kati hapo upigwe. Uone ngoma itakuwaje. Tulipata mitaa hiyo. Kata 19 mwaka 2014 tulishinda kata 10. Nyinyi mkabaki na 9. Nani mwenye nguvu hapa kati ya Chadema na CCM? Yaribu. Na wakati mwingine ukikwambia wewe mbure, yawezekana hata mimi wakiniweka hapo nitakuwa mbaya kuliko wewe. Kinachotusumbua ni mifumo. Nchi gani naweza kuwa na mfumo wa vyama vingi? Leo waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mtu wa 3 ndani ya nchi, anaweza akafokewa na katibu mwenezi wa CCM. Hiyo ni mama pale Upendo dadangu. Amekata watu wote mnyinyi mliogombea. Huyu ndiye amewakata huyo. Mkurugenzi wetu huyo. Amewakatilia mbali huyu, anasema sijui hajui kusoma na kuandika, huyu sijui ni Joseph sijui nani. Wote wamewakata. Lakini ukiwaza hatafanya nini? Kwa sababu akizubaa hatakuta mwenyekiti wa CCM, watampigia kura kutokuwa na imani naye, wanamuondoa hapa. Tuna katiba mbovu na
mgeni mama katika njia pekee ya kutuondoa hapa tulipo. Njia ni moja tu. Lazima turudi kwenye rasimu ya mzee wetu Warioba. Twende tukaianzie pale ili nchi iweze kurudi kwenye amani. Tukatenganisha mamlaka. Njia ni hiyo tu. Tutamlaumu hata mama. Mama Samia tunaweza tukamuona wanatuambia ni kiongozi mkubwa sijui wa muhimili. Wale CCM kamati kuu akimzunguka hana chake. Kwani Jumba kutoka kule ni CCM akaja kuachia urais pale na nili pale Dodoma? CCM imejifungamanisha na dola. Ndio shida, sio hawa. Ni lazima mapambano yaendelee mpaka CCM ijitenge na dola. Wakubali, waje uwanjani tupambane. Mwenye hoja, mwenye mawazo, watu wamchague. Hatuwezi tukakaa kwenye mawazo ya kikoloni. Wakoloni walikuwa wanatuambia Afrika hatujawa tayari kujitawala. Ukimsikiliza katibu wangu hapa na mwenezi watakwambia Chadema wajawa tayari kujitawala. Sawa, wacha wananchi waamue. Kwani nyinyi mnamzidi Mungu? Mungu watu walivyokataa wachagulie kiongozi, si walichagulia? Kwa nini mna akili kumzidi Mungu? Sasa ni lazima mwende mnapokuwa mnaongea na watu. Njia pekee turudi kwenye rasimu ya katiba. Twende tukatengeneze katiba ambayo wewe leo unapokuwa mkuu wa wilaya unawajibika moja kwa moja kwa wananchi baada ya kikundi cha watu. CCM wewe umesema kwamba sijui wanasema ni wakoloni weusi. Sio wakoloni weusi CCM. Wana tabia za kikaburu kabisa. Tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 1976 Afrika Kusini Soweto, wanafunzi wakiwa wanaandamana, jeshi la makaburu liliua watu wengi sana pale. Wanafunzi watoto wadogo zaidi ya 400. Leo miaka mingi imepita, nchi imepata uhuru. Tunarudia kwenda kushambulia watu bure. Lazima turudi katika ukweli. Na kusema ukweli sio dhambi. Tusianze kutafuta mchawi wakati wachawi ni sisi wenyewe. Mnasingizia watu wa nje. Watu wa nje ndio wamemtaka Polepole. Watu wa nje ndio wameenda kumchukua Kipanya pale. Mwaka wa pili Kipanya hayupo. Ana mtoto anauma sikoseli. Nyinyi mnahurumia magari. Of course yule alikuwa anasema vibaya lakini ndio ukweli. Wewe unahurumia mwenda kasi. Hurumia mtoto anayeishi na sikoseli amjui babaka alipo. Tukiwa wa kweli tutalisaidia taifa. Tukiendelea na unafiki, nataka nikwambie, mimi juzi wakati nakutafuta, mwanzoni sikujua, nilihisi kama vile tarehe 9 watu wanatania. Ila kadiri ninavyosoma hiyo saikolojia, tusijidanganye. Kwani nchi ikienda lockdown, watu wanajua madhara hayo. Unasema tunafuga kuku. Baada ya maandamano, chakula cha kuku hapa kipo. Kuku wanakufa, watu wanapata mtaji. Kwa sababu ya kiburi cha watawala. Umekaa na rasi pale. Siku ile nimekuja ofisini kwako kaniambia, mkono usiwe na shida, anayeenda kusikiliza rufaa zako ni mwanasheria, ni mchungaji. Nikamwambia watu wataleta vurugu, akasema hapana, mimi namwamini ni mwanasheria wangu. Huyu mzee huyu aliyekaa hapo ni mchungaji. Alienda kuandika barua za rufaa, anasema uamuzi wa rasi unabaki pale pale kama ilivyo simba kileleni. Ni kiburi cha namna gani hicho? Watu mnakuwa na viburi vilivyopitiliza kwa sababu ya madaraka. Unaweza tukamjibu mtu kwa namna hiyo? Sasa tutatokaje hapa? Kwanza, hatua ya kwanza uliyoichukua kuwasikiliza watu. Ujue wanawaza nini na nini kitakachotokea. Lakini pili ni kuwa wa kweli. Mimi naombe vijana wenzangu, of course wanajaribu kusingizwa Chadema lakini mimi siamini kama ni Chadema. Tutumie kila mbinu inayowezekana kuhakikisha kwamba tunaweza kuilinda amani, lakini bila kujifanya mafara. Nimemaliza.